Mambo baby? Poa mpenzi, karibu. Asante, yani huko nje kuna jua hatari. Pole, lakini si umekuja kwa gari? Ndiyo. Okay, sasa mpenzi, kuna zawadi yako kidogo niikunulia. Si unajua napenda sana kukuona ukifurahi. Wow, asante sana mpenzi. Sasa hiyo zawadi iko wapi? Usiwe na haraka mpenzi, zawadi yako ipo, ila naomba usije ukaifungua hapa. Nataka uende ukaifungulie nyumbani. Sawa mume wangu mtarajiwa, asante. Usijali kipenzi, alafu pia nimekutumia milioni 5 kwenye akaunti yako ya benki sasa hivi. Hizo utatumia kwa matumizi yako madogo madogo. Wow, asante sana mpenzi wangu. Kwa kweli bado siamini kama unanijali kiasi hiki. Yaani kama sasa hivi bado hujanioa unanijali kiasi hiki. Je, siku ukinioa itakuwaje? Yaani siku nikikuoa ndio utaishi kama malkia. Halafu nilisahau kukuambia ujiandae, maana mwisho wa mwezi huu tunaenda Dubai. Nakupenda sana mpenzi wangu. Ila tafadhali naomba unipeleke taratibu. Maana naona huku tunakoelekea utakuja kuniua kwa hizi raha unazonipa. Haya ni mambo madogo tu mpenzi, bado kuna mambo mengi makubwa yanakuja. Kwa kweli nayasubiria kwa hamu sana hayo mambo makubwa ulioniandalia. Okay, sasa unaweza kwenda, tutaonana jioni. Sawa baby, kwa heri. Malaika rafiki yangu, huwezi amini amenipa zawadi na ameniwekea milioni 5 kwenye akaunti yangu ya benki. Huyu kaka anakupenda kweli cha usiku. Angalia tu usije ukamzunguka, maana wewe najua ushindwi. Hata hivyo siku sio nyingi, lazima ale za uso. Tunakumbuka nilishakwambia mwanaume ninayempenda ni Alex peke yake. Yaani hawa wanaume wengine mimi na wachuna tu, wala sina mapenzi nao. Lakini Sam ndo anakupenda na kukujali kuliko hata huyo Alex. Wewe ndio haujui sasa. Yaani Alex hana pesa lakini kitandani yuko vizuri. Na ndio maana nimemchagua yeye. Kama ni pesa tutatumia za Sam. Lakini unavyofanya si vizuri cha usiku. Hivi siku Alex akija kugundua unadhani atajisikiaje? Hizo wala sio shida zangu, si alijipendekeza mwenyewe. Basi angalau muonee huruma kaka wa watu. Mwambie mapema kama humtaki. Dada, hebu punguza ushauri, watu tuna mipango yetu. Sawa, acha ninyamaze. Cha usiku mpenzi, tumekaa kwenye uchumba kwa muda mrefu sana. Nafikiri sasa ni wakati wa mimi na wewe kufunga ndoa. Mbona unataka kuharakisha mambo Sam? Umri unaenda mpenzi, na sisi tunapaswa kuwa na familia yetu mapema. Maana tukifanya mchezo, tutazeeka bila kuwa na familia. Sawa, mimi niko tayari kufunga ndoa na wewe, ila kwa sharti moja. Ni sharti gani hilo? Yaani ukinipa milioni 100, niko tayari kufunga ndoa na wewe. Milioni 100? Hivi cha usiku, uko na mimi kwa sababu unanipenda au uko na mimi kwa sababu ya pesa zangu? Mimi wala sina haja na hizo pesa zako. Ila nimekupa tu huu mtego ili nipime uaminifu wako. Halafu pia ukinipa hizo milioni 100 itakuwa ni uthibitisho kwa utaweza kunilea na kunihudumia kwenye maisha yetu yote ya ndoa. Basi siwe kesi, hiyo pesa nitakutumia kesho mchana. Hayo ndiyo mambo sasa. Haya sema unataka tufunge hiyo ndoa lini? Nitakwambia nikisha kutumia hiyo hela. Basi kesho ukitoka kazini tutalizungumza hili swala vizuri. Sawa. Hello Alexi. Niambie mpenzi. Huwezi amini huyu mjinga kasema kesho mchana ananitumia milioni 100. Safi, safi sana. Yaani una akili sana cha usiku. Sikutegemea kuwa wewe ni mjanja kiasi hiki. Tatizo huyu mjinga anaamini kuwa nampenda kweli, wakati mimi wala hata simuwazi. Sasa sikia mpenzi, ninakutumia milioni 30 sasa hivi ukakate tiketi ya ndege. Ili kesho akinitumia hiyo milioni 100 tuondoke tukaishi zetu Ulaya. Sawa, wewe nitumie sasa hivi hiyo hela nifanye mpango. Sawa. Mpenzi, leo una shida gani? Mbona huendi kazini? Ninasubiri uondoke ili nifunge nyumba yangu. Baby, mbona sikuelewi? Kwa hiyo unanifukuza au?
Mimi wala sijakufukuza, ila umejifukuzisha mwenyewe. Mpenzi, kwa nini lakini unanifukuza? Kwani mimi nimekukosea nini? Tafadhali, sitaki uniulize maswali ya kijinga mimi. Kwa sasa kusanya kila kilicho chako uende kwa huyo mwanaume wako. Sam, kwa nini unanisingizia wakati mimi sina mwanaume mwingine zaidi yako? Halafu pia ninawezaje kukusaliti wakati unanipenda na kunijali? Cha usiku, mimi sio mtoto mdogo. Kwa taarifa yako, maongezi yako yote ya jana nimeyasikia. Kwa hiyo beba vitu vyako na uondoke nyumbani kwangu. Baby, lakini yule ni rafiki yangu na tulikuwa tunataniana tu. Wala hakuna kitu chochote kinachoendelea kati yetu. Kwa taarifa yako, sijaanza kufuatilia leo cha usiku. Hivyo njama zenu zote mnazozipanga mimi nazifahamu. Basi, kama hunitaki tena, naomba unipe ile pesa niliyokuomba jana nikaanzishe maisha. Hebu sinivuruge cha usiku. Usiende kumwambia huyu mwanaume wako akupe hizo pesa za kuanzia maisha. Halo Alexi. Niambie. Alexi, Samu amejua kuwa tunataka kumtapeli na kutoroka. Hivyo amegoma kunipa zile milioni 100 na amenifukuza nyumbani kwake. Pole cha usiku. Tena pole sana. Kwa sababu mimi pia nimeshaondoka. Na nimeondoka na mwanamke wangu niliyekuwa nikimpenda kwa muda mrefu. Unasemaje Alex? Kama ulivyosikia, mimi tayari nimeshaondoka. Kwa hiyo wewe anza kujitafuta upya. Na sitaki tena mazoea na wewe. Yaani Alex umeamua kutoroka na pesa zangu zote? Wajinga ndio wali wao cha usiku. Kama uliweza kumsaliti Samu ambaye alikuwa anakuhudumia kwa kila kitu, najua hata mimi pia kuna siku ungekuja kunisaliti. Kwa hiyo kuanzia leo, sitaki tena mazoea na wewe.